na ni nini hasa ambacho kilikuvutia kuingia kwenye kilimo cha parachichi? Kilichonivutia hasa kuingia katika kilimo cha parachichi, nilihamasika kipindi ambacho nilichokuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja. Huko nilifanyaga kazi miaka 3 iliyopita. Baadaye nikaanza kuja kufanya mwenyewe. Kilimo cha parachichi sasa hivi ni kama dhahabu ya kijani. Na ili upate matunda bora lazima utumie mche bora. Kwa hiyo mimi ninachokifanya pale ni kuzalisha miche bora ambayo mkulima akienda kuiotesha anapata matunda bora. Ananufaika kila baada ya miaka 3. Yaani kwa miaka 3 ukikuanzia kuotesha mche mpaka miaka 3 iishe, anakuwa ameshaanza kunufaika. Tunaona vijana wengi wanakimbilia mijini, lakini pia wengi wanapenda kuajiriwa. Wewe ilikuwaje ukaacha ajira ukaamua kwenda kujiajiri? Nilipopata uzoefu nikajua kumbe kilimo kinaweza kuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukizingatia niliona mahitaji ya wakulima wanaohitaji miche ya kisasa ni mengi na na uwezo wa kuzalisha hizo miche. Ndio maana nikabaki nikiwa nafanyaje? Nazalisha. Ndio. Lakini pia vijana wengi kwenye kujiajiri wanalalamika swala zima la mitaji. Wewe ulipata vipi mtaji wa kujiajiri? Nilipata support kutoka kwa Mheshimiwa Diwani Gilbert Tarimo. Ambapo ndio sehemu ninayofanyia kazi pia ni eneo lake. Kwamba aliona na yeye wahitaji wa parachichi ni wengi. Yeye mwenyewe alikuwa ni mhitaji. Ananiambia kwa hiyo Rose, kwa sababu unajua tayari kuzalisha miche, kwa nini tusifanye project pamoja? Nitakusupport na nini. Kwa hiyo alichokuwa anafanya ni kunisupport kwenye yale mahitaji makubwa. Ukizingatia kipindi hicho nilikuwa sina mtaji mkubwa kuendelea. Mtaji ni kama vile hela kununua mbegu, viriba, udongo, eneo, lazima uwe na shade net zile. Kwa hiyo yes, ndio hivyo. Na kuna aina nyingi za maparachichi kwenye miche. Wewe ni miche ipi zaidi ambayo unaizalisha? Mimi zaidi na dili ni ya miche ya hasi. Na mchakato wa uzalishaji ukoje? Mchakato wa uzalishaji, wakati tunaanza kuzalisha ile miche ya hasi, lazima tutafute mbegu. Mbegu ambayo ni ya parachichi la kienyeji. Tunaiotesha, tunaiweka tunaipanga chini, tunaiita seedbed kama kile kitalu cha kuoteshea. Baada ya 1.5 mwezi mpaka miezi 2, ile mbegu inakuwa ishachipua. Tunaihamisha kutoka kwenye kile kitalu mpaka kwenda kwenye kiriba. Kiriba ambacho tayari tulikuwa tumefanyaje, tumeweka udongo nusu kwa ajili ya kuweka. Tukishaweka ile mbegu tunafunika. Na lengo la kuotesha hiyo mbegu pale kwenye seedbed ni ili kujua mbegu gani ni nzima, gani ni nzuri. Ili wakati tunaiotesha, tunaihamishia kule kwenye kitalu, tujue tayari tuna uhakika wa miche mingapi. Baada ya hapo tukishaihamisha, inakaa miezi 2 mpaka 3 kwenye kiriba, ndipo inaanza kufanyaje? Kupandikizwa. Wakati tunaanza kupandikiza ile miche ya parachichi, lazima mche uwe na urefu wa rula ambao ni sentimita 30 na unene wa penseli. Yaani ukisema hivyo kwa mtu yoyote hivyo anaelewa kwamba mche ukishakuwa na unene ule wa penseli unafaa kwa ajili ya nini? Ya kupandikiza. Ukishafikisha umri huo, tunaenda shambani kwenye miti ambayo imeshazaa zaidi ya mara moja, ambayo sasa ni hiyo miti ya kisasa ya parachichi ya hasi. Tunakata vile vikonyo. Vikonyo havikatwi tu. Vile vikonyo lazima tuzingatie, kuna vitu vya kuzingatia. Kimekomaa na pia kina jicho. Mti mama tayari kama umeshazaa zaidi ya mara 3 tayari una sifa ya kuzaa. Tunakata vile vikonyo. Tukishavikata tunaviandaa vizuri, tunaweka kwenye nguo ya cotton yenye maji ili kuhifadhi nini? Ule unyevu. Tunaenda navyo kule bustani kwa ajili ya kupandikiza. Vikishapandikizwa hivyo vinakaa tena miezi mingine 2 hadi 3. Ndipo miche ifai kwenda kwa mkulima. Yes. Na tukiangazia kuhusiana na gharama za uzalishaji, udongo tunatumia nauli kwenda kuchukua. Japo udongo sisi tunatumia forest soil. Forest soil kule, tukienda kule forest tunaomba kibali. Kwa hiyo sisi tunaambiwa tulipie tu gharama zile za usafirishaji na wapakiaji. Alafu baada ya hapo kuna mbegu pia tunanunua. Baada ya hapo kuna viriba.
Viriba pia tunanunua. Kikonyo pia kinanunuliwa, hicho cha kupandikizia, hicho cha hasi. Kuna karatasi za kufunga na za kufunika, zote pia ni gharama. Kwa hiyo kwa haraka haraka 2,000 inafika. Kwa sababu pia kuna gharama za atakayemwagilia, ukiachana na kumwagilia kuna kung'olea, yani kuitunza mpaka itakapofika kwenda shambani.